Kasoma hotuba ya marehemu. Maisha ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa jina la Ebunga Malombe Swala wa jamaa la Bashimsangwa. Baba yake aliitwa kwa jina la Asumani Makano Daniel. Mama yake aliitwa kwa jina la Lalia Yanja wa jamaa la Bashibilemba nyumba ya Monga. Miwechi. Kuzaliwa. Marehemu alizaliwa pa Mwamsombo Mao mnamo tariki 24 mwezi wa 9 mwaka wa 1149, manake 1949. Masomo. Marehemu alisoma zama za kale kwa Katoliki na alipata PP4 ambayo tunaanza ita leo diplome d'etat kwa wakati wetu wa leo. Kuoa. Marehemu alioa wanawake 7. Mke wake wa kwanza aliitwa kwa jina la Regina wa jamaa la Babongwe Bashielolo. Walibahatika kuzaa naye watoto 2 na wote walikuwa wanaume. Mke wake wa pili aliitwa kwa jina la Salima wa jamaa la Bazoba. Walibahatika kuzaa naye mtoto mmoja wa kike. Miwechi. Mke wake wa tatu aliitwa kwa jina la Sofia wa jamaa la Bashele. Alibahatika kuzaa watoto 5, 2 wanaume na 3 wanawake. Waine aliitwa kwa jina la Riziki Bilebwa wa jamaa la Bashele. Yeye akubahatika kuzaa mtoto yeyote. Mke wake wa 5 aliitwa kwa jina la Mateso wa jamaa la Bashima Kenda. Walibahatika kuzaa naye mtoto mmoja wa kiume. Wa 6 aliitwa kwa jina la Feza wa jamaa la Bashilwinda. Walibahatika kuzaa naye mtoto mmoja wa kiume. Na wa 7 anaitwa kwa jina la Fitina Mwajuma Mambo wa jamaa la Bainga. Alibahatika kuzaa naye watoto 2, mmoja wa kiume na mwingine wa kike. Jumla marehemu alizaa watoto 12, wa kiume 6 na wa kike 6. Miwechi. Waliofariki mapema ni 6 na walio hai kwa leo hivi sasa ni 6. Kazi za marehemu. Marehemu alitumika kazi tofauti. Kwanza alitumika kwanza tunaanza Filtizafe Pakalemi kukomine ya Rumonge kama vile taxateur Rumonge Burundi, ku OCC hapo zamani Ozak. Alikuwa chef de village wa Mwamsombo Mao muda wa miaka 32. Alikuwa pia mfanyakazi kuisteme Baraka hadi hivi jinsi ametuacha. Miwechi. Marehemu alicheza mpira wa miguu kwenye timu zifuatazo: Nouveau Regime ya Mwamsombo Mao, Ipala ya Kalemi, Congo Sport ya Burundi, Equipe Provinciale de Bururi au Burundi, Kigoma Sport ya Tanzania, na ndio kulitoka jina lake la kuitwa Swala. Miwechi.
Magonjwa. Marehemu aligonjwa muda mfupi wa siku 5, alikutwa na ugonjwa wa prostate na ndiyo ugonjwa ambao ulimuua. 76, miaka 76, na alikufa mnamo tariki 4, ilikuwa jeudi, mwezi wa 9 2025 pamao Mwamsombo na saa 3 ya asubuhi. Kwa hiyo sisi kama vile jamaa ya Bashim Sangwa tunasema asante sana kwa wanajamaa wote ambao tumeanza kushiriki nao tangu hiyo siku hadi sasa, saa ya seremoni yake ya mwisho. Tunasema Mungu apate kuwabariki maradufu, na bila kuchagua makushe ni ka generale. Kwa hiyo tunasema asante tu kwa kifupi kwa watu wote. Basi ikafikia mwaka tariki 10 mwezi wa 4 mwaka wa 1994 akapata utumishi wa Lutero. Ina maana Mungu alaze mahali pema, na siku ya Bwana yeye anajua matendo yake, sababu anaishi matendo ya Mungu. Sisi anaweza kutuambia matendo yake, na Mungu pekee yake ndiye anafanya kwa ajili yake. Kama vile kanisa tunasema asante. Naita jamaa zetu zao ni moja naweza kumalizia. Kweli gani? Wanasema protokolo itembea na watu. Nipenda kukuza watu kuja mpango. Kesho siku ya kwanza na saa 8 ndipo tutajumuika sisi hapa kwa kunawa maji ya ugeni. Wanaweza kufanya utaratibu kwanza. Kisha tunaenda na watu wa kazi system. Sawa mkira tungoma kuzre tayari watu wa CPD wajomba hawapo. Okay, tayari. Tunaenda na washinda kwa wako wanaacha tayari hakuna sisi kanisa la
mzee. Tayari. Foto. Foto. Digo la vana, tu sabana. Eso vale Hapo ndipo Mungu kaonesha upendo wake
Mji wetu ni mbinguni, makao ya Mungu kwa furaha ya milele. Malaika waaminifu wanaimba na baragumu kwa kumtukuza Mungu. Malaika waaminifu wanaimba na baragumu kwa kumtukuza tutatolewa katika nyakati kama hizi. Hiyo faraja kwa wapendwa wetu wenye wametoka kona mbalimbali kwa kuja kuhudhuria ibada takatifu. Vile vile iwe faraja kwa jamaa ambayo imeachwa kwa sababu imebakia pengo, lakini hakuacha mayatima. Aliwaandaa, aliwaonyesha kama ndani ya dunia sisi ni wasafiri, itakuwa tunaweza ishi ndani yamo. Dunia ilimchukia Bwana Yesu Kristo, na sisi vile vile tunisheriki tunapaswa kutuchukia. Tunachoomba kwako Bwana, umlaze mahali pema, ukichunga nafsi yake, muweke mahali ambapo watakatifu wanapatikana, kusudi siku yako ya kuja kuchukua wali wako tuna uaminifu kwamba tutaona kusoma. Na choma Bwana unatujiradi yeye ifanye kazi kubwa zinazotenda, labda ni wale waanzilishi wa kanisa katika mji wetu wa Fizi na vile vile katika SD yetu. Ndio maana ninakualika na kukusihi kwa kazi kubwa na takatifu aliyoitenda. Bwana ni mwanadamu,
ana mapungufu, ana madhaifu, na hakuna mwenye anastahili mbele ya kufa wako. Natamani upate kumuosha, upate kumsameha, bali mkumbatie kunako kifua chako, kusudi Bwana akapate pumziko ya kweli pembeni yako. Bwana, Bwana, ninaombea wapendo wangu ikiwa jamaa ambayo imeachwa na ameacha pengo, kwa sababu alipomfanya kazi akisaidia jamaa yake Bwana. Lakini neno moja yenye tunapaswa kuelewa, sisi wote ni wapitaji, ila ya muhimu tutafute ufalme wa mbinguni na mengine baadaye. Dunia na vyake vyote vitapita, lakini maneno yako kamwe haitapita Bwana. Chuma na kwa muda mfupi huu ambapo niko hapa nikisema katika chini ya maisha ya marehemu na nini tarajio yake Bwana, naomba tupike nguvu mpya, kusudi wewe Bwana wa amani na salama uwe pamoja na sisi tangu mwanzo mpaka mwisho wa takatifu. Kuomba ni kwangu na kutimiza ni kwako. Naomba yote ni kwa huruma mnamo jina la Yesu Kristo, ikiwa Bwana na Mwokozi wetu tunaomba hayo. Amen. Amen. Wapendelevu katika Kristo, na katika ibada takatifu ya siku ya leo kuna neno lenye linapatikana mubarua ya Paulo mtume kwa Wakorinto wa kwanza sura yake ya 6 na mstari wake wa 14, na maandiko yanasema ifuatavyo: Mungu aliyemfufua Bwana Yesu atafufua nasi vile vile kwa uwezo wake. Mpaka pale. Ndugu na marafiki, ni mida sasa ya kuchangia neno la Mwenyezi Mungu. Na neno la Mwenyezi Mungu ni faraja kwa kila mmoja na mwingine wetu. Naweza furahia tusiende bila kufarijika, kwa sababu tayari kupitia ndugu yetu Ebunga Malumbi Swala, labda kila mmoja na mwingine aweza chukua azimio na hatua ya kumfuata Yesu Kristo. Sikadhani mafundisho ni mengi na doktrine ziko mingi, lakini kuna doktrine zenye zinaelekea milengo ya Yesu na wengine wanaunda vya kutanga vyenye viko tena vya Kristo. Kwa sababu leo tunaona sisi wote dhehebu zinakuwa nafasi ya uchuuzi, ila ninatamani nenda direktema kwa sababu ya ibada takatifu hii. Wapendwa, tunajua kifo kilitokea tangu mwanzo, wakati mwanadamu alionekana mtu wenye atamani kutii mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na ghadhabu ya kifo ikatokea pale. Kwa sababu wakati Mungu alipomuumba mwanadamu, mambo ya kifo ilikuwa inasikilika. Lengo lake ilikuwa atawale vile vitu vyote, avimiliki na vikandamizi, kwa sababu mwanadamu alitamani kujitia nafasi ya Mwenyezi Mungu na kuona kweli hivi yenye Mungu amenifichia kweli hingine. Sasa na mimi nitafanya contraire na mawazo yake, nitafanya yangu, na ghadhabu ya kifo ikatokea pale. Kupitia ule mwanadamu wa kwanza, sisi wote tukaonekana nini? Tuko wafu. Sasa tumeenda mbalimbali na mapenzi ya Mungu, lakini kwa sababu upendo wa Mungu ni kubwa na yeye ndiye aliyetuumba kwa mfano wake, hakuacha mwanadamu apotee. Ikabidi amutume mwanadamu wa pili, ambao tunaita Adamu wa pili, ndio Yesu Kristo. Na kwake yeye ndio kulionekana wokovu na uponyaji, na yeye peke yake akasema, mimi ni njia, kweli na uzima. Hakuna wenye tena mbingu bila kupita kwake, wapendwa. Na yule ndio wenye sisi kwa leo tunatangaza kupitia mafundisho ya utume. Na ndugu yetu alisikia wito
bali mutemwanye akakubali. Parmi bale baki ya kwanza ndio kubali hii kanisa huko iko hapo, akakubali mafundisho ya utume, na baada ya yeye kukubali mafundisho ya utume akabatizwa kwa maji, akakuwa anasherekea karamu takatifu, na vile vile akaizinishwa kusudi aonekane atimize ile shuti yenye kusema ni sharti mtu azalike mara ya pili kwa maji na kwa roho. Neno kubwa lenye litabeba mafundisho yangu ni matumaini ya kitumaini chake yenye alikuwa nacho ndani ya kanisa lililo. Na ndio kitumaini chako na wewe ndugu yangu unaingia kwa kanisa sababu uko nani? Waambiwe je? Ndio maana ujumbe wangu, message yangu katika mafundisho ya leo nasema nini? Tumaini la wale wanaotubu katika imani na mapendo kamwe haiwezi kupunguka. Na wakati huo watu walikuwa wazi, ni baada ya kuona watu wanateseka, banaanza kata tamaa, kumaisha kwa magumu yenye walikuwa wanapita mwayo. Akasema no, sheri ile nikamwambia wenzangu, unajua maana Korinto unachafuka, mwali zenye wanakuwa mwazi. Akasema bwana, hakuna nafasi nyingine yenye mnaweza kimbilia, kimbilio lenu ni ndio wenyewe wawezesha, kwa sababu kwa ndio kunapatikana wokovu. Kumbe msiangalie ingine, na hili liko maneno ya kuwakazisha, kama vile tunayosema kwa ndugu zangu wa jamaa ya swala, ameenda tutakaa namna gani, tutaishi namna gani, lakini aliacha wanawaandaa, anawaambia pana mubaki katika Bwana. Wapendwa wangu, dunia ni nzuri na mambo yalikuwa ndani ya dunia ni mazuri, yanavutia na inajenga, lakini ni ya muda. Bali maneno ya Mwenyezi Mungu hayo yanadumu milele kwa milele pekee. Na ndio maana ninaomba kila mmoja na mwingine akamate decision kama yenyewe ndugu yetu Swala alilolichukua na kusema tangu sasa mimi ninakubali kumtumikia Yesu. Ijapokuwa kwa mtumishi mwenye kubarikiwa, alifanya huduma mbalimbali ndani ya kanisa, na ile ndio kitu tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu aseme matendo yake yote aliyofanya yabatane naye. Mimi sijui wao walikuwa namna gani maisha yake ya jamii, ila inihusu. Ndio maana nitaanza na mkweti yangu ya kwanza, kitumaini cha Swala. Kama vile kitumaini chako leo tunaona wengi wanaingia ndani ya madhehebu, labda Mungu awapatie msaada, maisha ibadilike, labda Mungu awasaidie, kwa sababu hata yeye anaishi kwa sababu yeye pia sindikiza wenzake. Haiko ile ndio kitu kilipreparizwa kwetu. Tulimwambia Swala asema hapana, hii maisha yetu tuko tunaishi hapa, kuna maisha zaidi kushinda hii. Kumbe ya muhimu ni kumkubali Yesu Kristo, na wewe vile vile umkiri kuwa Bwana na Mwokozi wako, kwa sababu yeye ndiye alikupenda. Kwa sababu kupitia ule mwanadamu wa kwanza tulipotea, na lakini kupitia mwanadamu wa pili ni yeye mwenyewe toa maisha yake kwenye msalaba, sisi wote tukapitia kumtumikia kukombolewa, na Swala akakubali pendwa. Na ile na wewe ndio inapaswa kuwa yako. Ndio unaomba uponyaji magonjwa, unaomba Mungu akusaidie maisha mazuri, unaomba Mungu akusaidie hiki lakini niweze kwa masomo ndani ya kazi wananifanyia ni mzuri, lakini hiyo siku moja mimi, lakini maneno ya Mungu haitaisha kamwe, kwa sababu yeye tunamwishi ambao una mateso, amtakuwa vilio wala maombolezo, ni Mungu mtakatifu. Ndugu yetu anajiona tangu awali semea kuhusu juu ya Roho Mtakatifu. Kanisa linaongozwa na Roho, na ule Roho kazi yake ni kuamsha ile kitumaini chako, kusudi sikale na matumaini, kusudi ile tumaini yako nipate kuiga usiku kama vile mchana. Ndugu yangu, unawatia ulitiliwa ule Roho na wa mitume, kwa sababu na wewe kama mimi wenyewe walifanya ile. Tunaona hapa na pale watu wanakuwa baraka wa imani, acha niende kule, acha niende pati fulani pale, tukaona muumini wa nguvu sana. Wapendwa wangu, usitangetange. Siku ya leo italeta wake, milima italeta na bahari vile vile itatosha
wake wake, kusudi sote tuende tukapumzike nafasi ambayo Mwenyezi Mungu ametuangalia. Na kusudi tufike pale, kazi yenye siku na temwenye watu ni sharti kubatiza kwa maji, tukusherekeshe karamu takatifu na ubatizo wa Roho, kwa sababu tuna mitume wenyewe wako miliki, wenyewe walipewa ile kazi kama vile vyenye maandiko tena. Huyu Paulo anatoka Korintho, wa kwanza alianza chakula wa mitume kwa zile huduma, akaja kwa nabii na walimu. Mpendwa wangu, kazi ni kwako, swala vyake vinaishi, anaenda kumzika. Sasa ni mimi na wewe, baada ya hii maisha yetu tuko mwayo hapo, tutaelekea wapi? Mpendwa wangu, pointi yangu ya mwisho inasema nini? Ndugu yangu, tubaki katika Bwana, tusio watu wenye kutangatanga, tusio watu wa kuonja maimani. Yesu anatamani mimi na wewe tupate kufikia katika uzima wa milele. Lengo lake kama tunasoma Injili ya Luka, anasema wazi, wakati wana rekriti watu wasema bana, aibu mtu mwenye kuwa na afya nzuri njoo yeye anaenda kituo cha afya, lakini ni ule mwenye kuwa mdhaifu. Na yeye lengo lake hakukuja kwa sababu ulimwengu ulikuwa unajaa watenda haki, alijua ulimwengu unajaa watenda maovu. Na ndio maana mlimuona aliingia mnyumba ya Zakayo, akalika wakina Lawi wote na watu wakamchekelea kwa sababu ndio anapiga ile mafundisho. Ona anatembea na ule, na ilikuwa mispresi pale. Na sisi vile vile tuna haja ya wale wenye kukengwa na watu wenyewe watamani, wenyewe wanasaulika, wenyewe wajue njia wakuje. Kristo anatuita na anatamani siku moja tuwe karibu na yeye. Hata kuja tena kutufia kwenye msalaba, anakuja sasa kuchukua wale watu, sasa tuwe makuhani na malumbuko katika ufalme wa Mungu. Pointi mbili ni kusema nini? Nilitamani kuonyesha breve ya mafundisho yao. Nilionyesha sema kama ni Roho Mtakatifu mwenye anaamsha na analisha kitumaini chako. Kitumaini chako ni siku moja uwe mwile chumba harusi ya mwana kondoo. Na ya mwisho nikasema nini? Tudumu katika mapendo na tumaini, na kwa siku Bwana atakapokuja atatukuta sote tuko tayari, na tutakuwa shindi pamoja na yeye. Maneno ya Bwana baki kwangu na kunulewa hata milele. Amen. Basi mbalimbali, ndio maana nitaanza na mchungaji wangu wa pale Katanga sisi Kivu, na kamata system weta mchungaji wangu wa Baraka, na nakamata mchungaji wake wa hapa Wironji, na kila mmoja mtolee kipande cha wimbo fupi. Wapendwa ndugu wote ambao wamekuja kwa huu msiba kwa ajili ya matumaini, mtu ambaye ameweka matumaini kwa ajili ya kitu fulani ni mtu mwenye akataki tamaa.
kwa sababu ana uhakika ya kwamba kile kenye amewekea matumaini siku moja atakipata, na ametuonyesha wazi sura ya huu mpendo wetu sana. Mkuamini kwake Mwegize na Apostolike alibaki na matumaini mamoja tu ya kusubiria kuja kwa Yesu, apate na nafasi mfalme wa kwanza. Na vile vile ikanikumbusha barua ya mtume Paulo kwa Roma sura yake ya 14 mstari wake wa 8. Inaonyesha wazi Paulo anaambia taifa la Waroma asema, kama tunakufa sisi, tunakufa ni kwa sababu ya Bwana, na kama tunaishi ni kwa sababu ya Bwana. Basi kuishi kwetu na kufa kwetu sisi ni mali ya Bwana. Na kama tunaweza tukajitambua ya kwamba sisi ni mali ya Bwana, kwa nini tupate matumaini? Hapa hivi uwe na muundaji wako, ukitamani kuombesha leo kama ni Mungu lako. Amen. Nataja nimero yangu kwa connection ya mbaya kwa tele. Anaweza kapoteza yale maisha yake ya mwili, ni kusema tumeenda kusema kwamba hata kwa ajili ya shabaha fulani fulani, lakini yeye ambacho ametoka kutuambia kusema kwamba ikiwa sisi wana mitume tunaabudu, ni kusema tuna shabaha moja tu, kitumaini changu, kitumaini cha mpendwa wetu epuka kuenda kutuacha, na akasema yenyewe kuwa tayari kazisha kitumaini ndani ya kila roho na kila nafsi, kila mmoja. Nitasoma kifungu yake ya 3. Inasema hivi: hili kanisa linaaminia Yesu Kristo mwana pekee wa Mungu, linaamini Roho Mtakatifu, kanisa moja la kiulimwengu na mitume, shirika la watakatifu, mahali ambapo watu wanasamehewa dhambi zao, mahali ambapo huko ufufuko wa wafu na uzima wa milele. Hii watu wanataka leo na Mungu hapo yapiga maisha. Sasa changalia katika mafundisho yako, esipo ndani ya kanisa wale viongozi wa mitume, sababu asipo utume hakuna wokovu, hakuna matumaini ya kuweza kufufuliwa. Yesu wakati alikuwa wazi alisema, atakayeamini nyinyi anaamini mimi Yesu, na mimi Yesu kusema anaamini Baba ndiye tu, bali tu wokovu na kutumaini inapatikana. Amen.
wapendwa katika Kristo, yule ambapo ameahidiwa kitu fulani, sababu hawezi kutia matumaini wakati hauna neno fulani ambayo wanakuahidia. Kwa hiyo huyu Mungu yetu nao nilikuwa pale, uangalie sasa kipi ambapo wanakuahidia. Sisi wana mitume tunaidiwa kurudi kwa Kristo. Ndio maana tunakesha kwa ajili ya maisha yetu, ndio maana tunajitahidisha kila wakati, sababu tufikie lengo ya imani yetu. Na sababu ya ile nimejikopesha kwa ndugu mmoja ambaye alikuwa mwindaji, kazi yake ilikuwa kuwinda tu. Sasa wakati alipokuwa akiwinda katika pori, alitumbukia katika shimo ambapo hakutegemea. Sasa akaanza lalamika sana, akashindwa nani atakayemwokoa. Lakini kwa bahati nzuri alisikia sauti inatokea, uko wapi ndugu yangu? Na akasema niko ndani ya shimo, uniokoe ndugu yangu. Lakini ndugu yule aliposogelea akasema, kuna jambo moja tu ambapo mimi na wewe tutakalolitimiza ili niweze kukuokoa katika shimo. Basi alimwambia, nina kamba yangu ambapo nitakutupia kwa ndani, haimebaki mzigo. Kwa hiyo ukiangalia katika mfuko wako, kama uko na mzigo basi uondoe, sababu niweze kukuokoa muda unaenda. Na yule bwana alisema kwamba mimi sina mzigo, lakini kumbe ndani ya koti mlikuwa chupa ya asali. Akamwambia, ndugu yangu, una mzigo? Akasema, hapana, sina mzigo. Nini ambapo ndugu yangu aliangalia asali, butamu ya asali. Sasa wakati naacha ya asali, nitakapotoka katika shimo hii nitakula nini mahali ambapo nitaenda? Pahali ya maisha yake analinganisha asali na maisha. Mwisho yule bwana alitupa kamba, akamwambia, hii ndio safari ya mwisho, sababu naona hii kamba ikikatika hakuna nguvu tena kuondoa. Na yule bwana sababu alikaza roho, hakutamani kuokolewa. Ile kamba ilikatika, na wakati ilikatika Bwana alimwambia, basi bakia zako na mimi naenda zangu. Inatamani kutufundisha nini katika maisha ya imani? Mpendwa katika Kristo, asali ni nini? Ni matendo maovu ambapo inakuwa ndani mwako, utamani kuachana naye. Bwana nakuja na natamani mimi na wewe tuweze tukaokolewa. Mungu atubariki, amen. Wapendwa, acha maneno ya kutujenga, maneno ya kutuimarisha. Nafanya kifupi ya ibada yangu, nilitangulia na kuonyesha watu aseme mambo ya kifo haikuanza leo. Tangia mwanadamu wa kwanza kuanguka katika kosa la kutii, na kifo kitatokea. Lakini Mwenyezi Mungu akasema hakiwezi kutokea hivi, akamtuma Adamu wa pili, akaizinishwa kapata ubatizo wa Roho, na leo ni siku yake katika ardhi hii inayoonekana, kwa sababu kanisa mbili lenye kuonekana sio kuonekana. Tayari anaenda mpango ya pili ya maisha yao, na tunaitenda mara tatu kwa mwaka. Ila kenye mimi nilishukuru ni kusema nini, sio ile neno langu la msingi, tumaini lisilopungukiwa. Alimtumainia Yesu na akaona hakuna msaada wake isipokuwa ni Yesu. Na tuma nikawaambia, sema bana, tumaini la wale wanaodumu katika imani na mapendo haliwezi likapunguke kamwe. Sasa linapaswa kuwa imani. Na nikazungumzia pointi ya kwanza. Sasa tumaini lake lilikuwa nini? Wala tumaini yako ni nini? Haikuomba hakuwa msaada maisha badilike, hakuwa na hali nzuri, maisha yake badilike ndani ya ulimwengu, lakini aliomba msaada kwa Mwenyezi Mungu. Kumwambia, Bwana, ninatamani pale ulipo na mimi niwe. Na ndio maana Ibrahimu ndiye alikuwa anatamani, kwa sababu wengi wanajifanya kuwa mafarisayo wa Yesu, wanatamani kuishi makanisa meme. Sasa tunasikia mara kwa mara wanatutumia mako kanisa yenyewe na upere miracle, utakuta ni yale wewe mwenyewe una miracle utaona mtu au miracle wala miujiza inatendeka pale kwenye, kama Mungu ndiye ameruhusu itendeke, haiko kwa mapenzi yako wewe mwanadamu. Na mwisho nikasema aseme mambo mawili tu ili test yako nini itokea. Ya kwanza ni kusema nini?
ni Roho Mtakatifu mwenye analisha na anaamsha kitumaini cha uzima wa milele. Na ya mwisho nikasema hivi, ni katika kudumu kwetu katika ile matumaini na mapendo, kwa kweli ni hakika tutamwona Bwana. Mungu abariki neno lake leo na siku zote. Amen. Yesu aliwaambia wamitume wake, huyo ndo anatuma kama majesta apatia msingi bila kuonekana. Jina la Yesu kwa Bwana na mkombozi tunaomba. Amen. Na leo ninasema kwa watu wazima na watu wazuri, siwezi tamani tu hivi shaona tuko wengi na pale kwenye huko shimo huko, usimame mwenyewe.
Kama nitakuondolewa wapi? Twende kwa Yesu, twende kwa Yesu. Babele umwayibele ono ngire ono machomba manyanga Baba, Mwana na Bwana, tunasema kwa hili na namna gani ibada inaendeshwa kwa ajili ya mazishi. Natazama tumefika makao na watu waacha akisikia ile siku ya mama. Na ndio maana tunafanya bado kuchunga na kulinda na kumwezesha siku moja tukaonane kusukwa. Na tuwa wewe ni mweza yote na fadhili zako ni za milele. Kuomba ni kwangu na kutimiza ni kwangu. Naomba yote ni kwa huruma na mshina la Yesu Bwana na Mwokozi. Amen. Maandiko yanasema ifuatayo. Yesu akamwambia, mimi uko na uzima, kwa maana anayeniamini ataishi tena hata ikiwa. Na bandugu yake ya Lazaro alikuwa shafariki. Tunajua kwa bote habari ile tulikano a 3 kilometri na ambali kulikuwa amini yule bwana aligonjwa, alisikia habari zake, lakini hakutamani amuramene mu maisha kwa sababu angali hai. Yeye alitamani bezo yake ilikuwa kujifunua kwao kama yeye ni nani. Ndio maana alipita tu na rafiki yake anagonjwa, ila baadaye alikuta rafiki yake ashakufa. Mmoja akamfikia muonyesha, mwingine akabakia iko analia, lakini akamwambia, bwana, eske unaamini mimi ni ufufuko na uzima?
ya kaburi ya shimo, me alisema neno moja, simama, na alisimama. Objectif ya ile message ni kusema nini? Yeye Yesu Kristo ni Bwana wa waliokufa na walio hai. Haiko tu wa watu wenyewe wenyewe wanasema pale, na wenyewe alikufa. Na ndio Shabai yenyewe aliingia katika miliki ya wafu, akahubiri zile roho zote zenye zilihangaika wakati ya hasira Mwenyezi Mungu ya Nuhu, ahubiri zile roho. Na maandiko yanasema wazi, wakati alipomaliza ile kazi, mioyo mingi ilionekana ndani ya Yerusalemu. Ndio maana tujue kama haiko hapa ndio mwisho wa dunia. Hapana, ataendelea kuishi. Na ndio maana kusudi ile imiliku ya unabii wa Danieli 12 utimilika, anasema wazi, watu wote watafufuliwa na mpagani atafufuliwa, wamoja wapate adhabu ya milele milele, na wengine wapate ile neema, na wale wenye watakuwa wenye heri watangaa kama vile ni kwako na kwangu, kila mtu kukamata maamuzi yake. Je, ni kifa leo kwa sababu hiyo siku yenyewe utakufa? Eski ile siku ya Bwana mimi nitakuwa na nafasi? Tusiezite, tusikawie, tukamate kama vile ngeni swala yeye, lakini ni Mwenyezi Mungu mwenye aliumba, ndio wenye anajua namna gani kila mmoja atakao kufuka pendwa. Ya muhimu ni kumwamini kwanza yeye Yesu, akuwe njia kwenda na utii shurti zote zenye umetolewa, kwa sababu matendo yako itaambatana wewe. Swala naenda yeye peke, mimi anaacha umati wa watu. Mwingine iko ukiangalia mwili yake yote na mavazi yote yenye tunavaa ni production ya udongo, na kama ni production ya udongo, ndio maana mimi nitarudisha mwili mwenye kuharibika udongoni kwa maneno fataki. Udongo rudi udongoni, vumbi kwa mavumbi, majifu kwa majifu. Roho na nafsi ninavituma kunako mapendo ya Yesu Kristo atakayechunga kwa ajili ya ufufuko wa uzima wa milele. Kwa umilele atakuchunga kuondoka kwako na kufika kwako, tangu sasa na siku zote. Amen. Amen. Baba yetu jina lako litakaswe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usituache kushindwa kishawishi, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Asante kaka Seme, asante watu wa Magoma wote ratibu kama tunasikia mziki. Mungu awabariki. Sika tunamalizia hapa, tunaacha komiti ya Amen. Asante sana mtazamaji wa hapa ambapo tumetangaza mwili wa Ebunga Malungisala aka Mzee Kibogo, kipenzi cha watu wote, kipenzi cha marafiki, cha watoto, cha vijana, wa mama, wazee pia na wababa, wote wamejumuika siku ya leo kwa ajili ya kumwaga kabisa na hapa katika msiba. Acha nikukumbushe tena mpendo wa mtazamaji kwamba kanisa husika ambalo limehusika kwa ajili ya kumpumzisha na kumfanyia ibada mzee wetu ambaye ametuacha siku ya leo, Bible Tech, ni kanisa jipya la mitume na apostolike hapa mjini Baraka. Ni hapa mwana wa fundi shiruru, mwana wa fundi, mwana wapi la merveille mutulele ya sango to changa na to no papa ni ile mo pe kanwe fundiwa tenda
Jambo. Ndio, unaweza kujitambulisha? Kwa majina naitwa Izake Ndale Chenga. Asante sana. Leo tumekuwa kwa mazishi ya mzee wetu. Watu walitaka kujua ni namna gani maziko yamepitikana siku ya leo, na anaitwa nani, alikuwa ni nani katika jamii? Ndio, tunashukuru sana kwa mazishi ya leo. Ndugu ambaye ametuacha alikuwa anaitwa Ibunga Malumbe Swala. Ndio, alikuwa mzee wa jamaa la Bashilwinda, nyumba ndogo ya Bashimsama. Na katika jamii tunaona watu ni wengi sana. Je, hawa wote ambao wako hapa ni Washilwinda ama aje? Ndio, hawa wote ambao wako hapa sio Washilwinda, lakini kwa Washilwinda kuko pia marafiki wako wa kazi, kuna pia majirani na watu wengine ambao wamesikia msiba huu kwamba umewagusa, ndio ambao wamekuja kushiriki hapa kwa ajili ya kufanya mazishi ya mzee wetu. Wanasema, watu wengi wanasema mtoto alikuwa ni rafiki, kijana ni rafiki, mama ni rafiki, baba ni rafiki, kila mtu ni rafiki. Watu walitaka kuzungumzia nini kiundani kuhusiana na hili swala, kuhusiana na mzee ambaye ametuacha, kwamba watu wote walikuwa ni rafiki zake? Ni kweli sisi familia tunayo masikitiko makubwa sana kuachwa na mzee wetu huyu Swala, ambaye kweli alikuwa rafiki wa kila mtu, awe mtoto awe mdogo awe mzee hakuwa kabisa na ubaguzi wa kabila. Kila mtu alikuwa ni rafiki kwake. Na wengine wanasema kwamba katika jamii alikuwa ni mwongeaji mzuri sana. Je, kuna ukweli wa maneno ndani yake haya? Ndiyo, ni kweli. Huyu mzee hatujui kama kweli tutapata mwingine ambaye atakayechukua nafasi yake, kwa sababu mzee huyu katika familia yetu alikuwa yeye ndiye alikuwa msimamizi wa familia, hivyo pia alikuwa mnenaji wa familia wakati kuna shida fulani, wakati kuna matatizo iwe ya heri iwe ya shari, yani ikiwa kuna mambo ya kuoa, kuna mambo ya misiba, ni yeye ndio mwenyewe alikuwa anaongea kwa niaba ya familia. Na hivi tumeachwa na mzee huyu, kweli tunao masikitiko makubwa sana, kwa sababu ametuacha, tumekuwa na pengo kubwa sana, ila tuamini kwamba kuna wengine ambao aliacha anaforme, kuna wengine ambao ameacha anatengeneza, na hao pia watachukua nafasi yake, watatumika vizuri kama gisi alivyoacha na wafunzi. Watu wangetaka kujua ni leo ndo mtatinda msiba ama itakuwa ni siku gani? Watu wangependa kujua hilo pia. Mpangilio wa kutinda msiba utakuwa ni kesho na saa 8. Saa 8 sio leo. Leo tutafanya tu mazishi yake. Asante sana. Asante sana.